الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ثم يوضئه وضوء الصلاة. هنا kisha atamtawadhisha yule maiti wudhu as-salah, kama wudhu wa sala. Jaa fi hadithi ummi Atiyya anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala: ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha, anzeni upande wake wa kulia huyo maiti na zile sehemu za udhu. Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha, anzeni kumuosha upande wake wa kulia na zile sehemu za udhu kwa maiti huyo. Fa awwalu ma yubda'u bihi yuwadha'u wudhu'ahu lis-salah, mwanzo analoanziwa maiti ni kutawadhishwa kama udhu wa sala. قال العلماء عند المضمضة والاستنشاق عدا المضمضة والاستنشاق، عدا المضمضة والاستنشاق أي إلا المضمضة والاستنشاق، isipokuwa kusukutua na kutiwa maji katika pua. عدا من أدوات الاستثناء مثل إلا، عدا تأخذونها في النحو، عدا من أدوات الاستثناء مثل إلا. إذن عدا المضمضة والاستنشاق، isipokuwa kusukutua na kutiwa maji katika pua hatafanyiwa hivyo maiti. لأنه إذا وضع الماء في فمه أو أنفه دخل إلى جوفه، kwa sababu akiweka maji katika mdomo wake au katika pua yake yataingia mpaka ndani ya tumbo lake. Kwa hiyo maiti hafanyiwi madhmadha, hatii maji katika mdomo, ndani ya mdomo, wala hatii maji ndani ya pua yake, sababu yakitiwa maji yataingia katika tumbo lake. Lakini udhu wote anafanyiwa, viungo vyote vinaoshwa kama vile mtu anavyotawadha akiwa hai. Hii ni mwanzo kabisa wa kuoshwa maiti, anatawadhishwa kwanza, ndiyo sunna. Kinyume cha wanavyofanya waoshaji wengi, wanamuosha kwanza alafu baadaye ndio kwanza ni kutawadhishwa. Thumma yaghsilu ra'sahu, kisha ataosha kichwa chake, walihiyatahu bima'in wa sidrin, na ndevu zake kwa maji na mkunazi, wa nahwi dhalik, na mfano wa mkunazi. Mkunazi tumesema majani yake yana povu kama sabuni, lakini sasa hivi zinatumika hizi sabuni za kuogea kwa ajili ya kumuosha maiti. وقد جاء في الصحيحين في قصة المحرم الذي وقصته ناقته فمات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر. imekuja hadithi katika sahihain katika kisa cha yule mwenye kuhirimia. Mtu sahabi alikuwa katika ihram, amehirimia haji, ambaye waqasathu naqatuhu, ngamia wake alimkanyaga, famata, akafa huyo sahabi kwa kukanyagwa na ngamia wake mwenyewe. Kwa hiyo mata fil ihram, mata wa huwa muhrimun bil hajj. Mtume sallam faqala: ighsiluhu bima'in wa sidrin, muosheni kwa maji na mkunazi. Ighsiluhu bima'in wa sidrin, muosheni kwa maji na mkunazi. Kwa hapa ndio imechukuliwa sunna ya kutumia huo mkunazi katika kumwoshea maiti. قال رحمه الله:
thumma yughassal ayman thumma al-aysar, kisha utaoshwa upande wake wa kulia. Yule maiti utaoshwa upande wake wa kulia, thumma al-aysar, kisha wa kushoto. Baada ya kumtawadhisha na kuosha kichwa chake na ndevu zake kwa maji na mkunazi, thumma yughassalu shiqquhu al-aymanu, kisha utaoshwa upande wake wa kulia, thumma al-aysar, kisha wa kushoto. Tabana upande wake wa kulia wa mbele, unaanza upande wa kulia wa mbele, halafu wa nyuma, halafu wa mbele upande wa kushoto, halafu wa nyuma upande wa kushoto. وقد تقدم حديث ibda'na bimayaminiha, imetangulia hadithi anzeni upande wake wa kulia. Ibda'na bimayaminiha, anzeni kumuosha upande wake wa kulia. Hapa amri hii mtume anawaamrisha wanawake akiwemo Ummu Atiya amuoshe binti yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliyefariki. Ilikuwa ni binti yake, mmoja katika binti zake walipofariki, ndipo akawaambia wanawake wenzake ambao alikuwemo Ummu Atiya, akawaambia ibda'na bimayaminiha, mwanzeni upande wake wa kulia. Ndio maana imekuja amri ya wanawake, alafu dhamiri ya bimayaminiha ni ya mwanamke. Thumma yaghsiluhu kadhalika maratan thaniya wa thalith, kisha atamuosha yule maiti kama hivyo mara ya pili na mara ya tatu. Vile vile alivyofanya mara ya kwanza ndio atakavyofanya mara ya pili na mara ya tatu kwa witri. Maana sunna ni kuoshwa maiti witri, mara tatu, mara tano, mara saba. Kama bado hajatakasika azidishiwe. Thumma yaghsiluhu kadhalika maratan thaniya wa thalitha, kisha atamuosha kama hivyo mara ya pili na mara ya tatu. Wa in ihtaja ila khamisatin wa sabi'a fa'al, akihitaji mara ya tano na saba atafanya hivyo. Kama bado hajakuwa safi anazidisha mara ya 4 na 5 witr. Kama hajakuwa safi mara 5 anazidisha 6 na 7 mara ya 7. Wa in ihtaja ila ziyadatin fayazid, akihitajia ziada ya mara 7 atazidisha pia. Lakini yantahi biwitrin, lakini atamalizia kwa witr. Alwitr maarufa yantahi biwitrin, lakini yantahi biwitrin 7 9, kutoka 7 mpaka 9. Wa hakadha lilhadithi اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك, muosheni mara 3 au mara 5 au zaidi ya hapo mkiona hivyo. Mkiona kwamba inahitaji yazidishiwe kuoshwa, zidisheni mpaka yani zaidi ya mara 5, iwe ni mara 7 au mara 9 kwa witri. Almuhimu yantahi biwitrin, anamalizia kwa witri. yumirru fi kulli marratin yadahu ala batnihi, atapitisha mkono wake katika kila mara juu ya tumbo lake. Atapitisha yule muoshaji mkono wake juu ya tumbo lake katika kila mara. Kila anapomuosha anapitisha tena mkono katika tumbo lake ili kutoa vilivyo ndani yake. Fa idha kharaja minhu shay'un ghasalahu, kikitoka kitu kwake atakiosha ala nahwi alladhi taqaddama qariba, kwa ule mfano ambao umetangulia hapo nyuma karibu, kwamba aoshe kile kinachotoka katika tumbo lake, halafu aweke pamba ile isipofaa aweke udongo ule safi ambao utazuia chenye kutoka. Kikitoka kitu atakiosha tena, aweke hiyo pamba. Wasadda almahalla biqutnin au nahwihi,
na ataziba pale mahali panapotoka kile kinyesi kwa pamba au mfano wake. Wasadda almahalla biqutnin au nahwi, ataziba pale mahali kwa pamba au mfano wake. والغرض من هذا القطن الذي يوضع في الدبر حتى لا يخرج شيء بعد ذلك. Makusudio ya hii pamba ambayo inawekwa katika dubur ili kisitoke kitu baada ya hapo. Akiweka ile pamba, yani kisitoke kitu baada ya hapo. Hii ndiyo maana yake. Kwa maana hii hakuna kuwekwa pamba katika pua wala katika mdomo kama wanavyofanya watu. Pamba zinawekwa mpaka kwenye vidole vya mikono, vidole vya miguu. Hakuna sababu hakuna sababu ya kuwekwa vidole vya mikono. Vidole vya mikono vyatoka mikojo huko. Watu wajifanyia mambo tu. Hii ni dini, ni ibada bwana. Pamba imewekwa katika dubur kwa sababu ukatoka uchafu. Sasa hivi vidole vya mikono na miguu navyo vyakiwa pamba kwa sababu gani? Sasa watu wajifanyia mambo tu bila kuangalia sunna, bila nini. والغرض من هذا القطن الذي يوضع في الدبر حتى لا يخرج شيء بعد ذلك. Makusudio ya pamba hii inayowekwa katika dubur ili kisitoke kitu baada ya hapo. Fa in lam yastamsik, yani ma'a wujudi alqutn, isiposhika ile pamba, yani pamoja na kupatikana hiyo pamba lakini haikushikana pale ile pamba ikazuia. Fabitinin hurrin ay khalisin, ni udongo safi utawekwa pale. Fabitinin hurrin ay khalis, wa huwa alladhi laysa ma'ahu ashya'u mumtazijatun bihi min turabin au nahwihi. Mchanga ulio safi khalis ni ule ambao hakuna vitu vyenye kuchanganyikana nao. Min turabin, mchanga au kitu kingine. Akisema fabitinin hurrin ay khalis, udongo ulio safi ni udongo ambao laisa mahu ashya'u mumtazijatun bihi, hauna vitu vilivyochanganyikana na udongo huo. Min turabin, mchanga au nahwihi au mfano wake. Udongo safi ambao haukuchanganyikana na mchanga au haukuchanganyikana na vumbi. Watinu alhurru yakunu mutamasikan ghayata tamasuk, huo udongo ambao ni safi unakuwa ni wenye kushikana pale, mwisho wa kushikana ndio unaozuia vizuri zaidi. Watinu alhurru yakunu mutamasikan ghayata tamasuk. Au biwasaili tibbi alhaditha, au kwa vitu vya kidaktari vya kisasa pia anaweza akatumia kuziba ule uchafu unaotoka katika dubur. Kalazqi wa nahwihi, lazqi plasta ile plasta anaweza akaiweka pale katika dubur ili kisitoke kitu na mfano wake. Yakul haithu tayassarat umurun ma kanat mutayassira fi zamani alawwal, wakati sasa hivi kuna mambo yamesahilika yasivyokuwa sahali katika zama za kwanza. Sasa hivi mambo ni mepesi. Haithu tayassarat umurun ma kanat mutayassiratan fi zamani alawwal, wakati mambo yamesahilika mengi yasivyokuwa yenye kusahilika katika zama za kwanza. Fala ba'sa min wad'i anwa'in min al-lazqi takunu jayyidatan fi man'i hadha al-kharij, sio vibaya kuweka sampuli hizo za plasta ambazo zinakuwa ni nzuri katika kuzuia chenye kutoka pale katika dubur, sio vibaya. Fataqumu maqama al-qutni au at-tini al-hurri, vitu hivyo vitakuwa ni mahali pa ile pamba au huo udongo safi. Hizo plasta na vitu vingine vinakuwa vinakaa mahali pa pamba au udongo huo safi kwa ajili ya kuzuia kinachotoka pale.
Wayuidu wudhuahu, hapo kikitoka kitu sasa baada ya kumwosha, yuidu wudhuahu, atarudisha tena kumtawadhisha, sababu udhu umeshaondoka kwa ile najisi inayotoka. Wayuidu wudhuahu, na ndio maana hawa wengi wanaweka kutawadhisha ili ni mwisho wa kumwosha, wakichelea hiyo kutoka kitu halafu itabidi warudie tena kumtawadhisha. Ndio maana wengi waoshaji wa maiti wanaweka mwisho, baada ya kumwosha ndio wanaomtawadhisha. Lakini sunna ni wamtawadhishe kwanza halafu wamwoshe, kikitoka kitu wanarudia tena kumtawadhisha. Ndio wayuidu wudhuahu, atarudia tena kumtawadhisha. Wa illam yunaqi bi3 zida ila 5 au ila 7 ay bihasbi alhaja, asipomtakasa kwa mara 3 zida ila 5, atazidishiwa mpaka mara 5 au ila 7 au mara 7, bihasbi alhaja, kiasi cha ile haja inavyohitajika pale. Thumma yunashifuhu bithawb, kisha atamkausha kwa nguo. Thumma yunashifuhu bithawbin, kisha atamkausha kwa nguo. Wayaj'alu at-tiba fi maghabinihi, na ataweka tib, yani marashi, katika sehemu zake zenye kujificha. Almaghabin mithla al-ibit, mfano wa kwapa, wa nahwihi, na mfano wake ndio maghabin. Kwa hiyo sehemu zile ataziweka marashi, khasatan allati yakthuru fiha al-araqu war-raiha, hasa zile sehemu ambazo hukithiri jasho na harufu mbaya, zile ataweka marashi. Fayadha'u at-tiba fi maghabinihi, kwa hiyo ataweka ile marashi katika sehemu zake zenye kujificha. Wa mawadhi'a sujudihi, pia katika mahali pa kusujudi kwake ataweka marashi. Mithla aljabha, mfano wa paji la uso, wal anfi, na pua, wal kaffain, na vitanga vyake. Hizi ndiyo mawadhi'u sujud, ataweka marashi. Wa hadha fihi sharafu mawadhi'i sujudi wa adhimi makanatiha, na hii kuna utukufu wa sehemu hizi za kusujudia na ukubwa wa daraja yake. Viungo vya kusujudia ni viungo sharifa, uso, vitanga vya mikono, magoti ni viungo sharifa, kwa sababu ni viungo vinavyomsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha fihi sharafu mawadhi'i sujud, na hii kuna utukufu wa sehemu hizi za kusujudia, wa adhimu makanatiha, na ukubwa wa daraja wa sehemu hizi. Wa in tayyabahu kullahu kana hasana, akimtia marashi wote huyo maiti inakuwa ni vizuri pia. In kana fi tibi wafra, ikiwa katika marashi hayo kuna wafra, yani wingi wa marashi. idha kana fi tibi wafra, wa in tayyabahu kullahu kana hasanan idha kana fi tibi wafra, na akimtia marashi maiti wote inakuwa ni vizuri ikiwa katika marashi hayo kuna wafra, kuna wingi wa marashi. idha kana fi tibi wafra wa arada an yutayyiba albadana kullahu kana hasana, akataka kumtia marashi mwili mzima, mwili wote, inakuwa ni vizuri. Fa inna mithla dhalika jaa fi'luhu ma'a ba'dhi as-sahaba, kwani mfano wa hivyo imekuja kufanyiwa baadhi ya masahaba. Mithla Anas wa ibn Umar radhiyallahu anhuma, mfano Anas na ibn Umar radhiyallahu anhum walifanyiwa hivyo, kutiwa marashi mwili mzima. Wayujammiru akfanahu, unakata ba wayujammaru, sio? Thumma nasaba akfanahu,
في المتن ماذا قال؟ في المتن ويجمر بكسر الميم ذيو. أيوة هذا هو الصحيح. يعني yule maiti yujammiru akfanahu, akfana itakuwa ni mafuulu bihi, wa yujammiru akfanahu, ataifukiza zile sanda zake, bilbukhur, kwa bukhur. Kitu cha kufukiza, udi, ubani, ndio bakhur au bukhur. Wa yujammiru akfanahu, na atafukiza ile sanda yake, ai ma yukaffanu bihi, kile anachopitiliwa sanda, anachofanyiwa sanda, kile atakifukiza bilbakhur. Kwa hiyo bakhur, udi au ubani, ai bidukhani albakhur wa raihatihi at-tayyiba, kwa moshi wa ule bakhur na harufu yake nzuri. Litatiba raihatul kafan, ili iwe nzuri harufu ya ile sanda. Litatiba raihatul kafan, ili iwe nzuri harufu ya ile sanda. Wasunna an yakuna dhalika witra, na sunna pia ni kuwa hilo ni kwa witri, ile kufukiza iwe kwa witri, mara 3, mara 5, mara 7, mara 9. Wasunnatu an yakuna dhalika witra, na sunna ni kuwa hilo ni kwa witri. Faqad jaa fi alhadithi an nabiyina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha jammartumul mayyita fa'awtiru, idha jammartumul mayyita fa'awtiru, mkimfukiza maiti fanyeni witri. Idha jammartumul mayyita fa'awtiru, mkimfukiza maiti fanyeni witri. Inna Allaha witrun yuhibbul witr. Allah ni witri, ni mmoja na anapenda witri. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها, ikiwa masharubu yake au kucha zake ni ndefu yule maiti, akhadha minha, atazikata. Wa in kana sharibuhu au adhfaruhu tawila akhadha minha, ikiwa masharubu yake au kucha zake ni ndefu, akhadha minha, atazikata. Wa in taraka dhalika fala haraj, akiwacha hivyo sio vibaya, sio vibaya kuyaacha au masharubu yake au hayo makucha yake marefu, sio vibaya lakini akhadha minha, atazikata. Lianna al-asla an yuhafadha ala kamili jasadihi, kwa sababu asli ni kuhifadhiwa kwa ukamilifu wa mwili wake yule maiti. An yuhafadha ala kamili jasadihi, ni kuhifadhiwa kwa ukamilifu wa mwili wake vile vile, ndiyo asli. Wala yusarrihu sha'rahu, wala hatazichana nyele zake. Wala yahliqu anatahu, wala hatanyoa nyele zake za chini. Wala yakhtinuhu, wala hatamtahiri. Kama hajatahiriwa ataoshwa hivyo hivyo, azikwe, sio tena akachukue visu tena mtahiri maiti. Liadami dalili ala dhalik, kwa kutokuwa na dalili juu ya hilo la kukata, yani la kuchana nyele au kunyolewa nyele zake za chini au kumtahiri, halina dalili. liadami dalili ala dhalik. Wa khashyata tasaqutihi fayatasabbabu fi zawali shay'in min badanihi. Wa khashyata tasaqutihi, na kuogopea kutoka zile nyele zake. Fayatasabbabu fi zawali shay'in min badanihi, ikasababisha hizo kuondoka kitu katika mwili wake. Hiyo ya kumchana nyele, hiyo ya kumchana nyele na kunyoa nyele zake za chini na kumtahiri, hilo halina dalili. Kwa hiyo ziachwe vile vile, na kuogopea kuondoka kitu katika mwili wake, halafu ikasababisha zawali shay'in min badanihi,
kuondoka kitu katika mwili wake. Maiti anatakiwa awachwe vile vile, asikatwe vitu vyake, ili ende kwa Allah vile vile mwili mzima kama ulivyo, kamili jasadihi, ahifadhiwe kamili jasadihi, mwili wake kamili vile vile. والمرأة يظفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها, na mwanamke zitafungwa nywele zake mikia mitatu hivi, wayusdalu min waraiha, halafu zitaachiliwa nyuma yake, nyuma ya kichwa chake, ikiwa na nywele ndefu. وهذا جاء في حديث أم عطية قالت رضي الله عنها ومشطناها 3 قرون, tukamchana hizo mikili mitatu, watusdalu hadhihi alqurun min waraiha, na huachiliwa mikili hiyo mitatu nyuma yake yule maiti, nyuma ya kichwa chake. Hii ndiyo mukhtasar wa kumuosha maiti. قال رحمه الله: خامسا تكفين الميت, kumvalisha sanda maiti. يقول رحمه الله: الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض, bora zaidi ni kuvikwa sanda mwanamume kwa nguo 3 nyeupe. Laysa fiha qamisun wala imama, hamna katika nguo hizo kanzu wala imama wala kilemba. Kama fuila bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kama alivyofanyiwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yudraju fiha idraja, yudraju fiha idraja, yani anafunikwa katika nguo hizo, kufunikwa. Tulivyoelezea jana, nguo 3 hizi anawekwa pale, anafunikwa hii ya kwanza huku na huku, anachukuliwa, anafunikwa nayo hivi, halafu ya pili hivyo hivyo, halafu ya 3. Hiyo ndio yudraju fiha idraja, bila kanzu wala kofia wala pajama. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس, akikafiniwa akitiwa sanda kwa kanzu na izar na nguo ya chini, walifafa na nguo moja, fala ba'sa, sio vibaya. Sheikh yakul fala ba's, sio vibaya, pamoja na kwamba hakuna dalili ya hili, hakuna dalili ya hili, lakini Sheikh yakul fala ba'sa bidhalik. Walmar'atu tukaffanu fi 5 athwab, na mwanamke naye anavalishwa sanda kwa nguo 5. Fi dir'in wa khimarin wa izarin wa lifafatan, dir' kama dera ili, wa khimar na mtandio, wa izar na nguo ya chini, wa lifafatani na nguo 2. hili pia halina dalili, lakini الشيخ يقول يجوز. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت, lililowajibu katika haki za wote, wanaume na wanawake, ni nguo moja inayomstiri mwili mzima wa maiti. hadha huwa alwajib. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت, wajibu katika haki ya wote, wanaume na wanawake, ni nguo moja tu inayositiri maiti mzima.
لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر وتكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب. lakini ikiwa maiti ni muhrim bilhajj au alumra fi alihram, huwa fi alihram fi makkah, imma ihram bilhajj au alumra, fa idha mata hadha almuhrim fa innahu yughassalu bima'in wa sidrin, ataoshwa kwa maji na mkunazi kama watu wengine, wayukaffanu fi izarihi wa ridaihi, atavishwa sanda katika ile nguo yake ya chini na nguo yake ya juu, zile ihram zinazoitwa anazovaa muhrim, au fi ghairihima, au katika nguo nyinginezo kama atanunuliwa sanda nyingine. Kwa hiyo aidha atafanywa sanda zile ihram zake alizovaa au kwa nguo nyingine. Wala yughatta ra'suhu wala wajhuhu, wala hakifinikwi kichwa chake wala uso wake, wala yutayabu, wala hatatiwa marashi. Huyu ni muhrim, muhrim mata fil ihram. Huyu ni kwamba la yughatta ra'suhu wala wajhuhu, kichwa chake hakifunikwi na ile sanda, wala uso wake, wala yutayabu, wala hatatiwa marashi. liannahu yub'athu yawma alqiyamati mulabbiya kama sahha bidhalik alhadithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwani huyo atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuleta talbia, kama ilivyosihi hiyo hadithi kutokana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kila aliyekufa katika ihram yub'athu yawma alqiyamati mulabbiya, atafukuliwa huko anasema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ni kifo kizuri cha mtu kufa katika ihram, ni kifo kizuri sana. Kufufuliwa mulabbiyan ni kifo kizuri sana. Mtu unafufuliwa unasema talbia. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufishe hali ya kuwa muhrimin. Kuna watu watafufuliwa waimba haya, la hawla wala quwwata illa billah. Wa in kana almuhrimu imra'a, sasa huyu ni kwamba hafunikwi kichwa wala uso wala hatui marashi, kwa sababu ni haramu kwa muhrim vitu hivi. Muhrim akishahirimia haji au umra, mwanamume hafuniki kichwa wala uso haufuniki, wala hajitii marashi baada al-ihram. Baada al-ihram wale muhrimun wote ni haramu vitu hivyo. Kwa hiyo ndio maana hata akifa kichwa chake hakifunikwi, uso wake haufunikwi, hatii marashi. Wa in kana almuhrimu imra'a, akiwa huyo muhrim ni mwanamke, kufinat ka ghairiha, atavishwa sanda kama mwanamke mwingine, walakin la tutayabu wala yughatta wajhuha biniqabin wala yadaha biquffazaini. Akiwa huyo muhrim aliyekufa ni mwanamke, atavichwa sanda kama mwanamke mwingine, lakini hatatiwa marashi. Wala yughatta wajhuha, wala hautafunikwa uso wake, biniqabin, kwa niqab, wala yadaha biquffazaini, wala mikono yake haitafunikwa kwa kuffazaini, zile socks. walakin yughatta wajhuha wa yadaha bilkafani alladhi kuffinat fihi, lakini utafunikwa uso wake na mikono yake kwa ile sanda ambayo amefunikwa nayo. Kama taqaddama bayanu sifati takfini almar'a, kama ilivyotangulia uwazi wa namna
ya kumtia katika sanda mwanamke. Kwa mwanamke akifa huyo muhrim, uso wake hautafunikwa kwa niqab, sawa, na mikono yake haitafunikwa kwa kufazaini, gloves au soksi, walakin yughatta wajhuha bilkafani alladhi kuffinat fihi, sababu yeye naye ni haramu wakati akiwa hai muhrim. Mwanamke muhrima ni haramu kufunika uso wake. Mwanamke akiwa katika ihram, aidha ihramu ya haji au umra, ni haramu akiwa katika ihramu kufunika uso wake, uso unakuwa wazi. Lakini tu ikiwa kuna mwanamume anamwangalia ajnabi, ana mtandio wake anajifunika, akipita yule mwanamume ajifunua, si niqab, mtandio. Niqab ni haramu kwa muhrima. Kama taqaddama bayanu sifati takfini almar'a, kama ilivyotangulia uwazi wa namna ya kumkafini mwanamke. Wayukaffanu as-sabiyyu fi thawbin wahidin ila 3 athwab, na mtoto mdogo anatiwa sanda kwa nguo moja mpaka nguo 3, kama vile mtu mzima. Watukaffanu as-saghiratu fi qamisin wa lifafataini, na mtoto mdogo wa kisichana atavalishwa sanda kwa kanzu na nguo mbili, lifafataini na nguo mbili. قال رحمه الله، يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، قال رحمه الله: خامسا تكفين الميت، وهذه المرحلة التي تلي التغسيل. hii ni marhala ambayo inafuatia kuoshwa. Baada ya kuosha maiti, inachofuatia ni kuvalishwa sanda. Fabaada an yughassala ala alwasfi alladhi taqaddama yukaffanu, baada ya kuoshwa kwa sifa hii iliyotangulia, halafu anavalishwa sanda. قال رحمه الله: الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. bora zaidi ni kukafiniwa mwanamume kwa nguo 3 nyeupe ambazo hazina kanzu wala hazina kilemba, kama fuila bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kama alivyofanyiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والمراد بأثواب قطع من القماش طويلة، na maksudio ya athwab 3 athwab, nguo 3, ni vipande vya vitambara virefu. takfi kullu wahidatin minha an yulaffa biha almayitu, kila kimoja katika hivyo kinatosha kufunikiwa maiti. Vitambara 3 vilivyopimwa kwamba vinamfunika maiti, kila kimoja kinamfunika yule maiti yote katika zile nguo 3 zilizowekwa pale chini. Ile nguo ya kwanza anapomfunika hivi, maiti mzima anakuwa amefunikwa na nguo ile ya kwanza, halafu inakuja ya pili hivyo hivyo, ya 3 hivyo hivyo, vinakuwa sawa kwa sawa vile vitambara 3. Kwa ndo qita'un min alqumashi tawila takfi kullu wahidatin minha an yulaffa biha almayit, ni vipande vya vitambara virefu ambavyo kila kimoja kinatosha kumfunikia yule maiti. وقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف. Ama Aisha anasema alikafiniwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwa nguo 3 nyeupe sahulia, zenye kunasibishwa na Sahul, qarya fil Yaman. Qarya fil Yaman, min kursufin ay min qutun, nguo zenyewe ni za pamba. Laysa fiha qamisun wala imama, hakuna kanzu wala kilemba. Yudraju fiha idraja, anafunikwa nazo maiti kufunikwa. Ayudha'u almayitu ala thawbi alawwal, anawekwa maiti juu ya nguo ya kwanza. Thumma yulaffu bihi kamilan, kisha anafunikwa nayo kamili. Thumma athani, kisha ya pili.
yakunu min tahtihi, inakuwa chini yake, wa hakadha, ya tatu hivyo hivyo. Mafhumu hadha? wa in kuffina fi qamisin wa izarin wa lifafa fala basa, akikafiniwa kwa kanzu na shuka, nguo ya chini, walifafa, na nguo moja, fala basa, si vibaya. wa in kuffina fi lifafatin wahida faqat fala bas, akikafiniwa pia kwa nguo moja ambayo imemstiri mwili mzima, sio vibaya. liannahu yahsulu almaqsudu, sababu hapo itapatikana maksudio, wa huwa satrul mayit, maksudio ni kumsitiri yule maiti. Sasa ile nguo ya pili na ya tatu ni sunna, kama alivyofanyiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nguo tatu, lakini nguo moja inatosha, ndio wajibu. walmar'atu tukaffanu fi 5 athwab, na mwanamke anakafiniwa kwa nguo 5, fi dir'in wa khimarin wa izarin wa lifafatain, katika dir'a na mtandio na izar, nguo ya chini, wa lifafataini, na nguo mbili. wa hadha zaidun ala takfini rajul, na hii ni ziada ya kukafiniwa mwanamume. lianna fihi mubalaghatan fi satri almar'ah, sababu ndani yake kuna kuzidisha kumsitiri mwanamke, wal inayati bisatriha, na kutilia umuhimu kumsitiri mwanamke. وهي تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته, na hii pia inazidisha katika uhai wake juu ya mwanamume katika kumsitiri kwa ziada ya aura yake, tupu yake, kuliko tupu ya mwanamume. Almar'atu kulluha aura, mwanamke yote ni aura, unafahamu? Kwa kuna ziada ya aura yake kuliko aura ya mwanamume. Fakadhalika takunu haluha fil maut, akiwa katika uhai mwanamke aura yake ni zaidi ya mwanamume katika uhai, katika kufa kwake ni hivyo hivyo. wa hiya tazidu fi hayatiha, mwanamke anazidi katika uhai wake, ala rajul, juu ya mwanamume, fi satri, katika kustiri, liziyadati auratiha ala auratihi, kwa ziada ya tupu yake mwanamke kuliko tupu ya mwanamume. Fakadhalika takunu haluha fil maut, vile vile inakuwa hali yake katika mauti, stara yake inakuwa ni kubwa zaidi kuliko stara ya mwanamume. yabda'u takfinuha bil izari ala al-awra wa ma haulaha, inaanza kumkafini mwanamke kwa izar, nguo ya chini, ala al-awra, juu ya tupu yake, wa ma haulaha, na sehemu zilizo karibu na tupu yake. thumma ad-dir'u ala al-jasad, kisha ile dera juu ya mwili wake. thumma al-khimaru ala ar-ra'si wa ma haulahu, kisha mtandio juu ya kichwa na sehemu zilizo karibu yake, shingo na nini. thumma tulaffu bil lifafataini ala an-nahwi al-madhkur binisbati lirajul, kisha anafunikwa na nguo mbili kwa ule mfano uliotajwa kwa mwanamume. hadha huwa al-afdal, hii ndiyo bora zaidi, kama dhakarahu ahlul ilmi, kama walivyolitaja hilo ahlul ilmi. wajaa fi dhalika ahadithu tadullu alayhi, zimekuja katika jambo hilo hadithi zinazofahamisha hivyo. wa in kufinat fi aqalla min dhalika fala bas, akikafiniwa mwanamke kwa uchache wa nguo hizo sio vibaya, muhimu ni kwamba astiriwe, akafiniwe. وقد ورد في ذلك حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. anasema huyu Laila binti Khanif, nilikuwa katika waliomuosha Ummu Kulthum binti yake Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam wakati alipokufa. fakana awwala ma a'tana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqa
فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء. ikawa ya kwanza nguo aliyotupa mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم ni hiyo alhiqa. Thumma ad-dir', kisha dera. Thumma al-khimar, kisha khimar mtandio. Thumma al-milhafa, kisha nguo ambayo imemzunguka mwili mzima. Thumma udrijat ba'du fi ath-thawb al-akhir, kisha akafunikwa baada ya hizo kwa nguo ya mwisho. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. anasema hivyo Ummu Atiya, na hali mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kukaa katika mlango. Maahu kafanuha, ana sanda yake. Yunawilnaha thauban thauban, anatupa nguo baada ya nyingine. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وفي إسناده نوح بن حكيم وهو مجهول وله شاهد رواه الجوزقي عن أم عطية رضي الله عنها قالت فكفناها في 5 أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذه الزيادة صحيحة الإسناد فتح الباري. الشيخ الباني hizi zote amezidhoofisha hadithi hizi. Hadithi hii Sheikh Albani ameidhoofisha, ndipo akasema kwamba ni kama mwanamume anavyotiwa kafan mwanamke, nguo 3 zile zile. قال ابن المنذر رحمه الله أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في 5 أثواب. wengi tunaowahifadhi katika ahlul ilmi wanaona kukafiniwa mwanamke kwa nguo 5. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن عدد أكفان النساء 3 لفائف بيض كما جاء في حق الرجال. نكون katika ahlul ilmi wanaokwenda kwamba idadi ya sanda za wanawake ni nguo 3 nyeupe kama ilivyokuja katika haki ya wanaume zile zile. لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام, kwa sababu asli ni kuwa sawa baina ya wanaume na wanawake katika hukumu, ni sawa sawa. ولأن في إسناد الحديث المروي في هذا الباب مقالا, na kwa sababu katika isnadi ya hadithi hii iliyopokewa katika mlango huu kwamba ni nguo 5, hii isnadi yake ina maqala, ina maneno kwa maulama kama alivyosema hapa asharih kwamba fihi Nuh ibn Hakim wa huwa majhul. مفهوم هذا؟ والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت. iliyowajibu kwa haki za wote wanaume na wanawake, wajib ni nguo moja tu inaostiri jamii almayit, maiti wote. Al-akmal wal atam, iliyokamili zaidi na kamilifu zaidi kama taqaddam, an yukaffana fi 3 athwab, ni kukafiniwa maiti kwa nguo 3 kama fu'ila birrasuli sallallahu alaihi wasallam, kama alivyofanyiwa mtume sallam. fa in lam yatayassar hasala almaqsud bi thawbin wahidin yasturu jami'a almayyit. Zisiposailika hizo nguo 3, makusudio yatapatikana kwa nguo moja itakayositiri maiti mzima. لكن إذا كان الميت محرما, لكن يكون ميت محرم بالحج والعمرة فإنه يغسل بماء وسدر, ataoshwa kwa maji na mkunazi. ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما, atakafiniwa
kwa shuka yake, yani nguo yake ya chini, wa ridaihi, na nguo yake ya juu, au fi ghairihima, au katika nguo zisizokuwa hizo. Wala yughatta ra'suhu wala wajhuhu, wala hakitafunikwa kichwa chake wala uso wake, linahyi nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kukataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama fi sha'ni ar-rajul alladhi waqasathu naqatuhu, kama ilivyo katika jambo la yule mtu ambaye ngamia wake alimkanyaga. Qala, mtume akasema, ighsiluhu bima'in wa sidrin, muosheni kwa maji na mkunazi, wakafinuhu fi thawbain, mkafinini kwa nguo mbili, wala tamassuhu tiba, wala msimtie marashi, wala tukhammiru ra'sahu, wala msimfunike kichwa chake. Fa inna Allaha yab'athuhu yawma alqiyamati mulabbiya, kwani Allah atamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa mwenye kutoa talbiya. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayati Muslim, wala wajhahu, msifunike pia uso wake. Wala yutayyabu, wala hatatiwa marashi, kama taqaddama fil hadith, wala tamassuhu tiba, liannahu yub'athu yawma alqiyamah mulabbiya, kwani atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa mwenye kusema talbiya, kama sahha bidhalika alhadithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyosihi kwa hilo hadithi kutokana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ay yub'athu ala hay'atihi allati mata alaiha wa ma huwa alamatun lihajjihi. Hadha almuhrim yub'athu ala hay'atihi allati mata alaiha, atafufuliwa juu ya ile sifa yake aliyokufia, wa ma'ahu alamatun lihajjihi, na ana alama ya haji yake. Ni ipi alama ya haji hiyo? Kutoa talbiya, labbaik allahumma labbaik. wa hiya dalalatul fadila kama taqaddama fi maji'i ash-shahidi yawm al-qiyamah wa awdajuhu tashkhabu dama, na hii ni dalili ya fadhila za huyu aliyekufa katika ihram, kama ilivyotangulia kwa kuja shahidi siku ya kiyama. Shahidi atakuja siku ya kiyama, wa audajuhu tashkhabu dama, na mishipa yake inavuja damu. Launuhu launu dami wa rihuhu rihul miski. Audaji ni hizi zinazokatwa hapa kwa mnyama, mishipa iliyo katika shingo hapa. Kwa mishipa yake ya shingo inavuja damu, lakini damu ni rangi ya damu, harufu ni harufu ya miski kwa huyu shahidi, kama tulivyosoma huko nyuma. Wazi. Wa in kana almuhrimu imra'a, akiwa huyo muhrim ni mwanamke aliyekufa katika ihram, kufinat ka ghairiha minan nisai kama taqaddam, atavalishwa sanda kama mwanamke mwingine katika wanawake kama taqaddam, kama ilivyotangulia. Lakin la tutayyabu, lakini hatii marashi, lianna tiba min almahdhurat, sababu marashi katika mambo yaliyozuiwa katika ihram. Mtu akiwa tayari ana ihram ya haji au umra, hatii marashi, ni haramu. Wala yughatta wajhuha biniqabin, wala haufuniki uso wake kwa niqab. Wala yadaha biquffazaini, wala mikono yake haifunikwi kwa soksi au gloves. Walakin yughatta wajhuha wa yadaha bilkafani alladhi kuffinat fihi, lakini utafunikwa uso wake na mikono yake kwa ile sanda aliyovalishwa, kama taqaddama bayanu sifati takfini almar'a, kama ulivyotangulia uwazi wa namna ya kumkafini mwanamke. Lianna almuhrimata la tantaqibu, kwa sababu mwanamke muhrima havai niqabu, wala talbasu alquffazaini, wala havai soksi katika mikono yake. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى 3 أثواب, na anakafiniwa mtoto wa kivulana kwa nguo moja mpaka nguo 3. Watukafanu الصغيرة في قميص ولفافتين, na mtoto wa kisichana anakafiniwa kwa kanzu na nguo 2. liadami ihtiyajiha ila alkhimari fi hayatiha, kwa kutohitajia kwake mtandio katika uhai wake.
fakadha baada mautiha, vile vile baada ya kufa kwake hafunikwi mtandio katika sanda yake. Wallahu aalam.